Leo tutaapisha viongozi wa jumuiya na viongozi wa vyama vya kitume waliochaguliwa katika jumuiya na vyama vyetu. Ninyi viongozi, tambueni kwamba hamkwepi kuwa sababu ya amani, haki na maelewano katika maisha ya jumuiya na vyama vya kitume. Kiapo hicho mnachokiweka kwa Mwenyezi Mungu mbele ya macho yetu viwajalie kuongoza wanajumuiya, kuongoza chama cha kitume kwa haki, lakini muwe sababu ya kujenga umoja, ndio utakaokuwa msingi wa utulivu, utakuwa msingi wa uhuru na kushirikiana kweli kama wanajumuiya, kama wanachama cha kitume. Leo hii mnapokula kiapo, tambueni kuna wanachama wengine wasioelewana, kuna wanajumuiya waliotengana. Mwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, msiwe upande mmoja kati ya hao waliotengana, kati ya hao waliosusia chama cha kitume au waliosusia kusali pamoja kama wanajumuiya. Mjaliwe kusimama kati ya hao, mjaliwe kuwa wapatanishi, maana mtaitwa wana wa Mungu. Mjaliwe kuongoza mkitambua ni sadaka, wala sio kuongoza kwa ubabe. Mjaliwe moyo wa kuwasikiliza wanajumuiya au wanachama. Msiwe wa kufanya maamuzi yenu kadiri unavyojisikia. Mtapoteza haki, mtapoteza amani. Lakini tunawaombea kiapo hicho mnachoweka kwa Mwenyezi Mungu mbele yetu kiwape nguvu, kiwape ujasiri, na mtumikie katika hali ya udogo. Hivyo wadada wadogo wanavyopenda kutumia usemi huu, katika udogo na utumishi, maanake katika kujishusha na kuwasikiliza wale mnaowaongoza. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.